Unapochunguza moyo wako kwenye mwangaza wa neno la Mungu, utagundua kwamba uko na roho ya hasira, uko na roho ya majivuno, uko na roho ya kutosamehe. Unapokuwa na roho hizi, basi uhusiano kati ya wewe na Mungu huvunjika, kwa sababu roho hizi ni za ulimwengu. Nazo roho za ulimwengu haziwezi kushiriki na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo roho ya ulimwengu huweka kifungoni, huweka moyo wa mwanadamu kwa kifungo. Moyo wa mwanadamu unapokuwa wa kifungo, mwanadamu hawezi kuongea na Mungu. Ndiyo nimekwambia, roho za ulimwengu zinapokaa ndani yako huvunja mawasiliano na uhusiano kati yako na Mungu. Kwa hivyo roho ya ulimwengu na Roho Mtakatifu hawawezi kushiriki mahali pamoja. Aidha usafishe moyo wako kutokana na neno la Mungu, ama uache roho za ulimwengu zikae ndani mwako, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kushiriki na roho za ulimwengu. Kwa hivyo moyo wako uko kwa kifungo, kwa sababu roho zilizo ndani mwako ni za ulimwengu. Umejaa roho mbaya. Maisha yako yamekuwa magumu kwa sababu hutaki kusamehe wenzako. Maisha yako yamekuwa magumu kwa sababu umejaa wivu. Acha kuwa na roho ya wivu. Acha kuwa na roho ya hasira. Safisha moyo wako kutokana na neno la Mungu, ili Roho Mtakatifu akae ndani yako. Moyo wako uwe madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo roho za ulimwengu zinapokaa ndani yako, moyo wako unakuwa madhabahu ya Shetani, kwa sababu roho zilizo ndani yako ni za ulimwengu. Kwa hivyo Wakristo wa leo ni kweli wanaenda makanisani, lakini hivyo hivyo wamechukia wenzi wao. Hivyo hivyo hawataki kuona wengine. Hivyo hivyo wanapanga kuua, tena wako humo makanisani. Unajipotezea wakati. Mungu hawezi kukusaidia. Mungu hawezi kukupigania ikiwa roho za ulimwengu ziko ndani mwako. Ikiwa roho yake iko ndani mwako, Mungu atakuwa msaidizi wako. Ikiwa roho za ulimwengu ziko ndani yako, napoteza wakati. Utamwomba Mungu, lakini hatawahi kusikia. Utamuita Mungu, lakini hatawahi kukusikia, kwa sababu uhusiano na mawasiliano yameondolewa na hizi roho za ulimwengu. Kwa hivyo roho za ulimwengu zinavunja mawasiliano na Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye credit. Asipokuongoza ni sawa na simu ambayo haina credit, na unaendelea kupiga hello na simu haina credit. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapotuongoza, basi tunapata nguvu, basi tunapata uwezo wa kuongea na Mungu, wa kuwa Mungu ajue hoja zetu. Lakini Wakristo wa leo wamekuwa magaidi, kwa sababu roho zilizo ndani yao, ijapokuwa wanaenda makanisani, lakini roho zilizo ndani mwao ni za ulimwengu. Wanapanga kukuua. Wanapanga kukuua, lakini haujui. Funguka macho, utakufa. Wakristo wa leo ni majambazi. Wakristo wa leo wanamwabudu Shetani. Eti mchungaji analawiti katoto ka miaka 5. Mchungaji analawiti kasichana ka miaka 6, na huyo ni mchungaji. Mmejiita wenyewe. Hawa ni wana wa Shetani aliyeitwa na Mungu. Huona aibu, kwa sababu unapokuwa chanzo
kuwa Mungu alaumiwe kwa sababu yako, basi una laana kubwa. Wacha watu wafanye makosa wengine. Wacha wale ambao hawana ufahamu wafanye makosa. Mbona hata pia wewe unalihubiri na hivyo hivyo unatembea na bibi ya mtu? Mbona hata wewe unalihubiri na hivyo hivyo mbona unatembea na mtoto wa shule? Wewe unaaibisha Kristo. Acha kuaibisha Kristo. Acha kuaibisha Kristo. Acha kuaibisha Kristo. Tayari umehukumiwa. Tayari umehukumiwa kwa sababu yale ambayo unayafanya ni ya ulimwengu. Roho iliyo ndani yako si ya Mungu. Utamshinda ibilisi ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Hauwezi jizuia kufanya maovu, lakini Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako utaweza kujizuia. Wakristo wa leo jamaa wanafanya vituko. Wanafanya vituko. Eti wafunge, watu wafunge mpaka wakufe wakamwone Mungu. Iliandikwa wapi? Makenzi, Habel, le jamaa wa Malindi. Malindi kumeoza jameni. Malindi kumeoza. Malindi hakuna injili. Malindi wengi wameoza bwana. Hakuna injili Malindi. Na mnaleta aibu kwa msalaba. Wewe unaleta aibu kwa msalaba. Badilisha tabia yako. Tafuta mwenzako ambaye yuko mbele yako basi akusaidie. Mbona umeleta aibu kwa msalaba? Umelani uzao wako kwa sababu Kristo amelaniwa kwa sababu yako. Eti mtu apande mti ndo apone ikiwa Mungu anakaa ndani yako? Ina lazima gani wewe ulazimishe watu wapande mti ndo wapone? Si wangetaja jina lako wakapona kama Mungu anakaa ndani yako kweli? Si wangetaja jina lako wapone kama Mungu anakaa ndani yako? Ina lazima gani? Nilisikia uchungu. Nilitamani mimi ndio nikuwa judge. Nilitamani mimi ndio niwe judge. Niongee kesi yako. Umeleta aibu kwa msalaba. Naleta aibu. Eti mtu anapiga kofi mshirika. Hekima hii imetoka wapi? Hii hekima ni ya ulimwengu wa giza. Eti mchungaji anapiga kofi mshirika. Hakuna kitu kama hiyo. Huo Kristo si ujui huo. Mchungaji anapiga kofi mshirika kwa sababu analala kanisani. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Kumekosekana ufahamu. Kuna njia nyingine ya kumwambia mtu, si lazima mpige kofi. Unapompiga kofi, huo si Ukristo. Huo ni tabia ya ulimwengu. Hiyo ni tabia ya ulimwengu. Wewe ni wa Kristo ama ni wa nani? Umeleta aibu kwa msalaba. Umevunja imani za wengi. Umeshusha imani za wengi. Yule aliyeitwa na Mungu uhubiri ili kuhamasisha watu imani. Wewe unahubiri nini bwana? Aliyeitwa na Mungu huwa kielekezi, huwa kielelezi, kuvukisha watu kujua kweli, kuwa na amani, kuwa na uzima. Umeleta aibu kwa msalaba. Chunguza moyo wako. Umejaa roho za ulimwengu na unalazimisha Roho Mtakatifu akae ndani mwako. Hata unapoimba nyimbo za maabudu, si yule Roho Mtakatifu ndiye anashuka yule malaika wa ulimwengu, mfano wa Roho Mtakatifu. Umeharibu watu, umepoteza watu, umeharibu imani za watu, umepoteza watu. Umepoteza watu kwa sababu hauna ufahamu. Njaa yako imekufanya unapoteza watu. Hizo nguvu ulizo nazo si zako. Si zako. Si zako. Hata aliye na Roho Mtakatifu, hata mafundisho yake yanajulikana. Mafundisho yanajulikana, hata mahubiri yake utayajua tu.
kwa sababu lazima awe juu ya wengine wote. Badilisha. Tunahitaji injili ya uzima. Tunahitaji injili ya uzima. Usipoteze wenzako. Na kama utahubiri injili ya kiroho, uthibitishe mwanzo unachokihubiri. Kila kitu ambacho utakuwa unakihubiri kiwe wazi. Hata mtu anaposoma maandiko aelewe anasoma nini. Nimekwambia kwamba moyo wako umekuwa madhabahu ya shetani. Moyo wako umekuwa madhabahu ya shetani kwa sababu roho zilizo ndani mwako ni za ulimwengu, na wewe unamuita Roho Mtakatifu. Umeumiza watu. Umepoteza vizazi. Umeangamiza vizazi. Wanakufuatilizia wewe wakijua kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Umeangamiza vizazi Umeangamiza vizazi. Hakuna mahali popote ambapo unaweza aenda kusomea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unampokea kwa kutii neno lake Mungu, kwa sababu aliahidiwa kwetu kwa sheria ya neno. Yeyote ambaye atakuwa mtendaji wa neno, basi angempokea Roho Mtakatifu. Eti leo hii watu wanaenda somea Biblia. Watu wanaenda somea neno la Mungu. Unasomea nini? Njaa yako. Umebeba hukumu. Subiri. Tutaonana paradiso. God bless you. Harrison G on the mic. Welcome the bridge of new life.